katika historia ya nchi ya uwepo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kesi kubwa 5 kwa kumbukumbu zangu, kesi kubwa 5 ambazo zimewahi kufikishwa na kusikilizwa rasmi katika mahakama ya Tanzania zinazohusu uhaini. Kesi kubwa 5. Kesi ya kwanza ilikuwa ni kesi ya uhaini mwaka 1970. Hii ilikuwa Tanganyika. Walioshtakiwa walituhumiwa kupanga njama za kuipindua serikali ya awamu ya kwanza iliyokuwa inaongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hiyo ndio ilikuwa kesi ya uhaini ya kwanza kabisa. Wao walikula njama na Oscar Kambona. Ni story ya siku nyingine. Sasa Bibi Titi Mohamed, Michael Kamanzina, Geri Kungu Mataka na wenzao walipatikana na hatia baadaye sana, baada ya kuendesha kesi ile kwa muda mrefu na wakafungwa kifungo cha maisha. Baadaye Bibi Titi alipewa msamaha wa rais mwaka 1972. Sasa upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 22 kwenye kesi hiyo. Shahidi mkuu wa msingi wa serikali alikuwa anaitwa Petraco Lebalo kama sijasahau. Sasa huyu alikuwa ni kiongozi wa chama cha Pan Africanist Congress PAC cha Afrika ya Kusini. Sasa katika kesi hiyo viliwasilishwa vielelezo 118 zikiwepo barua zilizonaswa, kanda za sauti, yani zile tape recordings za mikutano, pamoja na nyaraka za kibenki zikionyesha miamala ya kifedha ambayo iliwahi kutoka kwa Oscar Kambona kwenda kwa watu ambao walikuwa washtakiwa na baadhi ya wengine. Hiyo ya kwanza. Kesi ya pili, kesi ya uhaini ya mwaka 1973 mpaka 1974. Hii ni Zanzibar. Kesi hii ilifuatia mauaji ya rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Amani Karume, yaliyotokea mwezi April 1972. Sasa Abdurrahman Mohamed Babu, huyu mambo mwingine, nitawapa historia yake siku nyingine, na wenzake zaidi ya 80 walishtakiwa, baadhi yao wakishtakiwa bila kuwepo mahakamani. Watu kwenye lugha ya kisheria tunaita in absentia, wanashtakiwa bila kuwepo mahakamani. Sasa wengi walihukumiwa katika kesi hiyo, katika watu 80 walihukumiwa adhabu ya kifo au vifungo virefu na mahakama maalum ya Zanzibar, kabla ya kuja kuachiwa na kusamehewa na serikali iliyofuata baada ya wao kufungwa. Kesi hii ilikuwa na mashahidi zaidi ya 50 waliojua mbele ya mahakama maalum kabisa ya Zanzibar, inaitwa Special Court. Ushahidi mkubwa kwenye kesi hiyo ulitegemea maelezo ya maungamo, confessions na nyaraka za kiusalama zilizokamatwa wakati wa msako wa washtakiwa. Hiyo kesi ya pili. Kesi ya tatu ni kesi ya uhaini ya mwaka 1983 iliyokwenda mpaka mwaka 1985. Hii ni Tanganyika. Kesi hii ni kufuatia ile jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofeli mwezi Januari mwaka 1982 na mwaka 1983. Ni historia siku nyingine pia vile dhidi ya serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa washtakiwa walikuwa ni Hati Maji, Kapteni Christopher Kadego, Kapteni Vitalis Mapunda, marehemu Zakaria Hanspop na raia wengine akiwepo Christopher Ngaiza. Hii ni story nyingine ambayo ni nzuri sana, nitakuja kushirikiana kuhadithia siku nyingine. Sasa baada ya mchakato mrefu wa mahakamani kuanzia mwaka 1983 mpaka kwenda mwaka 1985, baadhi ya washtakiwa walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani, huku wengine wakiachiwa huru kutokana na mchakato wa kimahakama. Sasa kesi hii ndio iliyokuwa na idadi kubwa zaidi ya mashahidi katika historia za kesi za ugaidi. Kesi za madai na jinai nchini. Yaani mjumuiko wa kesi za majinai na madai mpaka kipindi hiko ndio kesi ambayo iliweka historia kuwa na mashahidi wengi sana. Upande wa mashtaka
upande wa DPP uliita na kuwasikiza mashahidi 133 kabla ya kufunga ushahidi wake. Viliwasilishwa vielelezo 225 mahakamani, ikiwa ni pamoja na silaha na risasi zilizokamatwa, ramani za maeneo ya kimkakati kama vile Ikulu, uwanja wa ndege ambazo walikuwa nazo watuhumiwa, redio za upepo zilizotumiwa na wanajeshi na nyaraka mbalimbali za siri. Mind you, hao waliokamatwa walikuwa ni wanajeshi. Kesi hii ya uhaini ilihusisha wanajeshi, ni makapteni unasikia hapo kina Zakaria Hansdorf. Hiyo kesi ya 3. Kesi ya 4 ni kesi ya uhaini ya mwaka 97 mpaka mwaka 2000. Hapa ni Zanzibar. Sasa viongozi na wanachama 18 wa chama cha wananchi Civic United Front CUF walikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Wakituhumiwa kupanga njama za kuipindua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilikuwa chini ya Rais Salmin Amur. Sijui kama sasa naona begai, sijui kama naona sasa hivi. Ilikuwa katili sana. Sasa Saif Sharif Hamad, marehemu, Mungu ampumzishe mahali pema, ingawa hakushtakiwa moja kwa moja kwenye kundi hilo la watu waliokamatwa, alihusishwa na kwa karibu sana na washtakiwa. Sasa humo washtakiwa kulikuwa na Babu Duni, Juma Duna Haji, kulikuwa na Machano Hamisi Ali na wengine. Novemba mwaka 2000, mkurugenzi wa mashtaka DPP wa Zanzibar akaiondoa rasmi kesi hiyo mahakamani. Aliondoa mashtaka hayo na washtakiwa wote 18 wakaachiwa huru bila kupatikana na hatia yoyote. Sasa kesi hii haikufika hatua ya kusikiliza mashahidi wala kuwasilisha vielelezo rasmi mahakamani. Mchakato wake uliahirishwa mara nyingi sana kwa miaka mitatu, 97 mpaka mwaka 2000, kupisha upelelezi na mabishano mengi sana ya kisheria mahakamani. Sasa Novemba mwaka 2000, kabla ya mashahidi kuanza kupanda mahakamani kutoa ushahidi wao, mkurugenzi wa mashtaka DPP wa Zanzibar alitumia mamlaka yake kisheria kufuta mashtaka yote mahakamani. Kwa hiyo tunaita no reprosecute, akaleta no reprosecute mahakamani. Sasa kesi ya 5 ambayo nataka tuijadili hapa sasa ni kesi ya uhaini ya mwaka 2025 ambayo inaendelea mpaka sasa 2026 hapa Tanganyika, ambayo inamhusu Tundu Antipas Mugwai Lissu. Katika mwendelezo wa historia ya kesi hizi za uhaini nchini, kesi inayomkabili mwenyekiti wetu wa chama, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Mugwai Lissu, ni kesi ya 5 ya uhaini kufikishwa mahakamani. Sasa upande wa jamhuri, nitawapitisha kwa haraka afu nitakuja kwenye ninachotaka kusema. Upande wa jamhuri unadai kwamba kauli za kisiasa alizotoa Tundu Lissu katika mkutano wake na watiania wa kugombea uchaguzi 2020 ambao alikuwa pale Mikocheni makao makuu ya Chadema zililenga kuvuruga uendeshaji wa uchaguzi mkuu, kupindua serikali na kuzuia mamlaka halali za kiserikali, kuintimidate umma na nini na kuleta uasi, mambo kama hayo. Sasa kesi hii inasikilizwa na Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Nduguru, Jaji James Karayemaha kama sijasahau jina, na Jaji Ferdinand Kiwonde. Sasa upande wa jamhuri mipanga kuleta mashahidi 30 na vielelezo 11, ikiwepo kanda za sauti, video za mikutano ya hadhara na taarifa za kiusalama ambazo wao walisema watazileta. Lakini mpaka leo kesi wanafunga ushahidi wao, wanasema hawataki tena kutoa mashahidi na wanakwenda kwenye hatua ya pili kwenda kufunga kesi tena. Wao wameleta mashahidi 17 bila kielezo chochote kile. Kielezo cha upande wa jamhuri ilikuwa ni video kutoka Jambo TV. Tundu Lissu sasa, ambayo ilikataliwa mahakamani hatua za awali kabisa, mwanzoni kabisa kwenye kesi. Sasa Tundu Lissu yani video hiyo inazungumza Tundu Lissu akizungumza kwenye hicho kikao. Kielezo hicho kilikataliwa mapema kabisa. Sasa hoja yangu ni nini? Kwamba tunakwenda kwenye kesi, tunakwenda kwa mara ya kwanza mtuhumiwa wa mashtaka ya uhaini anashtakiwa akiwa peke yake, anashtakiwa bila vielelezo, anashtakiwa